kuweka msingi huu. Leo ni siku yetu ya 7, na msingi ambao nimeweka msingi wa mambo mawili. Nimeweka msingi wa kwanza ya kwamba ni vizuri mtu yoyote unapokuwa na mkazo wa kumtafuta Mungu uwe na ufahamu. Kumtafuta Mungu kunahitaji ufahamu sana, uwe na maarifa ya Mungu. Kwa hiyo kwa siku hizi zinazoendelea za maombi, tulihitaji kufahamu hivi haya maombi tunafanya nini? Kwa nini tunakuja kuomba kila siku? Na pana mafuriko hapa ya watu kila siku jioni. Hata jana sikupata nafasi ya kufundisha kwa sababu wingu lilikuwa ni kubwa. Tuliendelea kuomba tu, tuliendelea kuomba mpaka mwisho, kuomba. Msingi wa kwanza tumesema tunachofanya hapa, tunafanya mawasiliano ya ulimwengu wa roho, mawasiliano ya kiroho. Ndio tunachofanya hapa kwa njia ya mkazo maalumu wa maombi. Sio mawasiliano ya kawaida au ya kibinadamu, ni mawasiliano ya kiroho yanayofanyika kwa mkazo maalum usio wa kawaida, kwa siku 40 wa maombi. Mkazo, napozungumza mkazo, naelewa. Na ndio maana nikasema muombaji, unapokuja hapa kwenye kambi, haya ni maombi ya mkazo. Kila unachotamka unaweka mkazo, miguu yako inaweka mkazo, kichwa chako kinaweka mkazo, imani yako inaweka mkazo, sauti yako inaweka mkazo, macho yako yanaweka mkazo. Kila kitu unachofanya unafanya kwa mkazo. Ni mawasiliano ya kiroho. Ndio msingi niliokuwekea huo, na ni mawasiliano ambayo naongea na Mungu. Wewe unaongea na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na nimekuthibitishia katika maandiko mbalimbali ya kwamba iko miingiliano kati ya mbinguni na duniani. Kuna namna ambavyo mbingu na dunia vinakutana, na anayekutanisha hiyo ni muombaji. Muombaji anapoomba, mbingu inanyanyuka. Mungu aliye hai anakuwa kazini, anaingilia kati, anaonekana, anashuka. Ni mawasiliano. Ndio tunachofanya hapa. Sio mawasiliano ya kibinadamu, sichanganye. Ni mawasiliano ya kiroho yanayofanyika kwa mkazo maalumu wa nini? Wa maombi. Na maandiko mawili ambayo ni muhimu yatazame katika kitabu cha Waraka. Naweka msingi, na jioni tutakuwa hapa kwenye maombi kuhitimisha siku ya 7 leo, na kesho itakuwa ni siku yetu ya 8 kwenye wingu la Bwana zuri. Waraka ule wa 2 wa Petro. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu, kuna kitu anakifahamu na ana uhakika nacho, anatushirikisha kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Waraka wa 2 wa Petro sura ya 1 na ule mstari wa 3. Sikiliza anavyosema huyu mtu. Sikiliza Roho Mtakatifu anavyokusaidia kuelewa kuhusu mifumo ya mawasiliano. Anasema hivi, waraka wa 2, Bwana asifiwe, ule mstari wa 3 anasema hivi, wa Petro: kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Anaposema mwe washirika wa tabia ya uungu, maana yake uwe na uzoefu na vitu vya mbinguni. Uwe na uzoefu uwe na wa vitu vya mbinguni. Alafu angalia, washirika wa tabia ya uungu. Uungu maana yake ni hali ya mbingu. Angalia faida yake: mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa anataja uungu, anataja na maeneo mawili hapa. Anataja ishu ya mbinguni, anataja ishu ya duniani. Lakini anasema wewe unapokuwa mshirika wa tabia ya uungu, kinachotokea hapa duniani wakati unaishi, anasema uharibifu utaudhibiti. Uharibifu chini ya jua utaudhibiti kabisa, utaudhibiti. Uharibifu wa roho, uharibifu wa mwili, uharibifu wa nafsi, uharibifu wa safari ya maisha, utaudhibiti. Kwa hiyo mbingu na dunia vina maingiliano. Kwa tunapoomba hapa ni mawasiliano yanafika, na hapa tunajizoeza kuwa na washirika wa tabia za uungu, hali za mbinguni na uharibifu.
tuna udhibiti. Mifumo ya mawasiliano uielewe. Watu waliookoka wamepewa heshima ya kuwasiliana na Mungu. Sio tu kuwasiliana, lakini pia kupokea baraka mbalimbali kutoka kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Waefeso sura ya 3, pale hawa wote ni watu wanamfahamu Bwana Yesu kwa upana na ahadi za Mungu. Waefeso sura ya 3 mstari wa 14, Biblia inasema kwa hiyo, huyu ni Paulo, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa. Paulo anataja maeneo haya mawili yana maingiliano. Anasema huyu baba mbinguni na baba duniani. Biblia inapotaja haya maeneo mawili inataka kutupa uzoefu ya kwamba sisi tulio hapa tunaweza kuwa na network mbalimbali za mbinguni na tukawasiliana na tukaelewana kati yetu na Mungu aliye hai. Na ndipo haya ni mawasiliano ya rohoni, ya kiroho. Na angalizo lingine nalokupa, mambo magumu katika maisha ya watu, tunasoma katika maandiko, yalitatuliwa watu walipoamua kufanya mawasiliano ya kiroho. Ndipo mambo magumu yalipotatuliwa. Unisikilize, tunapozungumza mawasiliano ya kiroho, Musa aliyafanya, Yakobo aliyafanya, Isaka aliyafanya, Yehoshafati aliyafanya, kanisa la kwanza liliyafanya, na watu mbalimbali mashujaa katika Biblia waliyafanya mawasiliano ya kiroho. Na walipokutana na mambo magumu ambayo duniani hakuna anayeweza kuyatolea ufafanuzi, hakuna anayeweza kuyajibu, hakuna anayeweza kuyatatua, ni mambo magumu ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani, walitumia utaratibu wa mawasiliano ya kiroho kupata majibu. Tuna ushahidi huo. Ningekuwa nasema na wanawake na kuletea Esther, na waletea Esther wakati roho ya mauti imetupwa. Hakuna namna nyingine yoyote ya kupata uponyaji. Walitumia utaratibu wa ya kiroho kuivunja roho ya mauti. Walitumia utaratibu wa mawasiliano kati ya wao na Mungu mbinguni kuvunja ile roho ya mauti. Na ilikimbia, na ilikimbia, na ilikimbia, na ilikimbia. Bwana kageuza kibao. Tunapozungumza mawasiliano ya kiroho, muyaelewe, mawasiliano ya kiroho ndiyo yanayoleta majibu katika mambo yasiyowezekana duniani. Mawasiliano ya kiroho sio ya kawaida. Yapende na kutia moyo. Yapende mawasiliano ya kiroho, yatakusaidia. Yapende mawasiliano ya kiroho, yatakusaidia. Yapende mawasiliano ya kiroho, yatakusaidia. Yapende mawasiliano ya kiroho, yatakushangaza. Yapende mawasiliano ya kiroho, yatakuletea baraka. Yapende mawasiliano ya kiroho, yatakuinua. Mawasiliano ya kiroho yanageuza. Sikiliza, na yajua mawasiliano ya kiroho. Mawasiliano ya kiroho yakifanywa vizuri yanageuza, yanageuza, yanageuza. Mauti inakuwa uzima, yanageuza laana inakuwa baraka, yanageuza giza linakuwa nuru. Mawasiliano ya kiroho ni mawasiliano, supernatural communication. Na hiyo wamepewa watu waliookoka, ndio wana mifumo hiyo. Mtu aliyeokoka na mifumo ya mawasiliano ya kiungu, yeye amepewa namba, amepewa code number, amepewa network. Tatizo tunazubaa tuitumizo nafasi na mambo yanakuwa magumu. Lakini soma, kuna ushahidi wa maandiko. Mambo mazito yote duniani yalitatuliwa pale ambapo mwanadamu aliamua kutumia utaratibu wa mawasiliano ya kiroho kati yake na Mungu. Ndipo alipopata mpenyo, ndipo mambo magumu yalipata majibu, ndipo mambo yaliyoshindikana kwa madaktari
daktari bingwa yalipata majibu, ndipo mambo yaliyoshindikana kwa wazazi yalipata majibu, ndipo mambo magumu yaliyoshindikana katika mfumo wa maisha wa kawaida yalipata nini? Majibu. Mungu aliingilia kati. Ndio maana tunasema ingilia kati. Ndio maana tunasema Mungu onekana. Ndio maana tunasema Mungu shuka. Mawasiliano ya kiroho yapende, na hasa unapoyafanya kwa mkazo maalum kama huu, utajibiwa. Utafanya nini? Jamani, utafanya nini? Utajibiwa. Na mawasiliano ya kiroho pia yalivyo, nikupe mchanganuo kidogo, kwa sababu tuko mwanzoni mwa maombi, ili uweze kuelewa tunapoendelea na kambi. Mawasiliano ya kiroho pia yana kufungua macho. Yale macho ya kiroho yanafunguka, unaanza kuona ukweli halisi wa maisha yako. Unaanza kuona hata vitu vilivyofichwa ambavyo vilikuwa haki yako vinafunuliwa. Unaonyeshwa kabisa kwamba hii hapa ni ya kwako, hii hapa ni ya kwako, hii hapa ni ya kwako, baraka hii ni ya kwako, baraka hii ni ya kwako, ichukue sasa, iamini sasa, kwa sababu macho yanaona ya ndani. Mawasiliano ya kiroho, nimeuweka msingi huo uelewe, na utakusaidia. Ukipuuzia hiyo, imekula kwako. Pia kama muombaji, nimekuwekea msingi huu ya kwamba nimeona katika kutembea na Mungu, nimeona kuna anga ziko 3 za aina 3 za ulimwengu wa roho. Nateremka hapa kidogo. Ziko anga 3. Nisema kuna anga la kwako binafsi kwa jinsi ya roho. Anga kama muombaji yoyote, lazima, ili mkazo wa maombi uweze kuleta matokeo makubwa, ni lazima alidhibiti anga lake kibinafsi. Naposema anga ni hivi, muelewe. Roho Mtakatifu nisaidie hapa, kwa sababu kitu ni cha muhimu sana. Ni hivi, kinachokusababisha wewe uwe na anga la kiroho ni kanuni ya uumbaji. Kanuni ya uumbaji, andika hiyo kanuni ya uumbaji. Kanuni ya uumbaji inasemaje? Kanuni ya uumbaji inasema wewe ni roho. Hicho ndicho kinachosababisha wewe uwe na anga lako la ulimwengu wa roho. Kinachosababisha ni kanuni ya uumbaji. Jamani, na tunaposema kanuni ya uumbaji, naomba hapa nizungumze vizuri. Unajua, tunaposema kanuni ya uumbaji, Mungu aliamua mimi kwa kanuni ya mwanaume. Siwezi kujikataa nikawa mwanamke. Kanuni hiyo inagoma. Hata nifanyeje, siwezi kuwa na tumbo la uzazi. Hata nifanyeje, ni kanuni ya uumbaji. Na mwanamke ni mwanamke kwa kanuni ya nini? Ya uumbaji. Kanuni ya uumbaji huwezi kucheza nayo. Hakuna namna unaweza kaibadilisha. Sasa kanuni mojawapo ya uumbaji inasema hivi: wewe ni roho, una sura ya Mungu, ni roho, mtu ni roho. Na hiyo kanuni hiyo ndiyo inayosababisha wewe uwe na anga kwa jinsi ya roho. Kwa hiyo upende usipende, anga lako la rohoni lazima uwe nalo. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, maadamu uko chini ya jua na Bwana amekuruhusu, wewe una anga lako la rohoni, hilo anga. Kwa hiyo mimi kama Joshua ninalo la kwangu. Kama mimi lazima nijue kwenye anga langu kitu gani kinaendelea. Lazima nijue kwenye anga langu, lazima nifanyie survey historia ya maisha yangu. Lazima nifanyie survey. Lazima niwe na uwezo na hekima ya kusoma anga langu linaendeleaje. Kuna roho gani? Kuna nini? Kuna tabia gani? Kuna kitu gani? Kuna vifungo gani? Kuna kitu gani kinaendelea? Lazima niwe na uwezo wa kusoma. Halafu anga la pili ni msingi nimekuwekea. Anga la pili mimi naliita anga la familia. Sasa anga la familia ndipo hapo napokuja kwenye anga, njoo mama. Napokuja kwenye anga la familia sasa ndipo namleta na nani? Kwa sababu Biblia inasema mimi mbele za Mungu kama mimi nitatoa hesabu, kwa sababu na anga langu kibinafsi. Hata siku moja siwezi kusimama mbele za Bwana nikasema Mungu alikuwa ananikwamisha mwanamke. Kila mtu mbele za Bwana atachukua mzigo wake mwenyewe. Ni mume wangu alinichelewesha. Ni hakuna. Ni huyu mwanamke, hakuna. Na ndio maana Mungu aliye hai alimpinga Adamu. Adamu alisema ni huyu mwanamke uliyenipa. Mungu alisema uongo. Sio kweli. Kila mtu. Sasa napoleta anga
familia. Ndio nakuja sasa, mke wangu ndio huyu. Hilo ni anga la familia. La pili hilo, na muombaji lazima uyajue haya namna ya kuyasomesha na kuyakontrol. Na waleta na watoto wote hapa kwa jinsi ya roho. Hiyo ni anga la familia. Sasa na waleta wazazi, kama kuna wadogo zetu, kama kuna kina dada, umeona dada yangu mwingine yule pale, wote na wakusanya na waleta hapo, anga la familia. Sasa kwenye anga la familia kuna ahadi zake, kuna baraka zake, kuna urithi wake, kuna maagano yake, kuna madhabahu zake kwa jinsi ya roho. Unaposema anga la familia, ndio maana kama kuna mtu ananifundisha shule, hiyo ni Abrahamu, Isaka na Yakobo, kudili na anga la familia. Mwingine kwa neema alisaidiwa na Bwana ni Gideoni. Gideoni alikuwa anasema familia yetu ni maskini, tumechoka, tunatia huruma. Malaika wa Bwana akamsaidia, akasema hapana, wewe ni shujaa, kuna kitu tu nataka ukifanye kwenye familia yenu. Bomoa ile madhabahu ambayo baba yako ameisimamisha, ndio inayovuruga mawasiliano, ndio inayoleta umaskini, ndio inayoleta vifungo. Ibomoe ndani ya familia yenu. Gideoni akapiga mahesabu, nifanyeje? Hiki kitu baba amekiamini muda mrefu, na jamii na ukoo wanaamini hii madhabahu, nianzeje kuivunja? Nianzeje? Malaika wa Bwana amekuja pale, inashughulikiwa anga la nini? La familia. Muelewe. Na nimeona maanga haya yanaambukiza. Maanga yanafanya nini? Yanaambukiza, nakwambia, yanaambukiza. Usipokuwa ngangari, inakula kwako. Familia yote, kizazi na kizazi, mnafanana sura, mnafanana mapito, mnafanana mauti, mnafanana magonjwa, mnafanana umaskini, mnafanana mapito, mnafanana mishiba, mnafanana huzuni, mnafanana machozi. Na wengi hamuamini kitu, lakini ipo kabisa, ipo. Akamwambia Gideoni, piga hiyo madhabahu kwenye familia hiyo, ing'oe. Umaskini unalia, ona sasa maisha magumu, bomoa hiyo madhabahu. Alikuwa na hekima Gideoni, akaona hii madhabahu ya familia hii nikiingoa mchana, mama hatanielewa, baba hatanielewa, shangazi hatanielewa, mjomba hatanielewa, mama mdogo hatanielewa, binamu hatanielewa, maana ni madhabahu ya familia. Ingawa ni madhabahu ya miungu mingine, hatanielewa. Mchana itakuwa varangati. Akapiga mahesabu, akaandaa rafiki zake, akasema nitaingoa usiku wakati wamelala. Hiyo ni hekima. Sasa maarifa, ndio neno linasema nina akili nyingi kuliko adui zangu. Nina akili nyingi kuliko adui zangu. Najua namna ya kufanya vita na wakati gani na muda gani. Akasema usiku. Haleluya, haleluya. Chukua nyundo, bomoa, saga, kanyaga. Alafu kwa kiburi Mungu akasema nisimamishie ya kwangu. Sasa ukivunja hiyo, nisimamishie ya kwangu, toa na zabihu. Wanaamka asubuhi, madhabahu ya familia kwa heri, madhabahu ya familia kwa heri, madhabahu ya familia kwa heri. Sasa nani amebomoa? Wakasema ni Gideoni. Wakasema yuko wapi tumue? Unaozina madhabahu, yuko wapi tumue? Unajua ukivunja madhabahu pia hata wazazi wanafunguka. Babaka akasema mwanangu, mambo ya kumua mimi ndio madhabahu inaimiliki, lakini mpaka ameibomoa, na huyo Mungu wa madhabahu ameshindwa kujitetea, hamna kumua mwanangu. Akafunguka, baba yule akafunguka. Sikilikuwa kifungo kwa jinsi ya roho. Sasa Mungu mwenyewe ameshindwa kujitetea mpaka ameanguka. Hapana, alichofanya mwanangu ni sawa. Sasa hizo ni madhabahu za familia, sifundishi hiyo ni baadaye. Hapa nazungumza anga la binafsi. Ilo anga la ngapi? La kwanza, la kwako. We kama muombaji lazima ujue na lazima ulidhibiti lipate mpenyo. Anga. Na nimekuambia kinachokufanya uwe na anga ni kanuni ya uumbaji. Sio kwamba umependa au sio kwamba umeamua, ni uumbaji. Kama ambavyo una sikio liko hapa ni kanuni ya uumbaji. Hata siku moja sikio haliwezi kukaa kwenye kucha, ni kanuni ya uumbaji. Sa kanuni ya uumbaji we ni roho, na watu wengi hawaelewi vitu hivi, najiendea tu. Ndio maana lazima tuwe na mawasiliano ya kiroho kwenye mifumo ya rohoni. Lazima. Sijui naeleweka hapo jamani? Naeleweka hapo? Haleluya, 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 haleluya. Piga kelele muombaji. Na ndio maana tunakuwa na maombi, kwa sababu tuna maanga haya lazima tuyasemeshe, lazima tuyakague, lazima tuyafuatilie. Anga. Sasa
Tunaposema anga, naomba unisikilize vizuri, ni hivi: ni ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho ya nyama ya kibinadamu, lakini upo. Amen. Na anga ndipo mahali ambapo vita ya kiroho, mashindano ya kiroho yanafanyika, mashindano mbalimbali. Kwenye anga la rohoni ndiko ambako vita za kiroho zinafanyika. Yaani ukisikia vita zinafanyikaga kwenye anga, ukisikia roho ya mauti, roho ya magonjwa, roho ya umaskini, vifungo mbalimbali, maonezi mbalimbali, vyote hivyo vinafanyika kwenye anga la mtu. Pia ni eneo ambalo maamuzi, anga ndio mahali, Bwana asifiwe, ndio mahali ambapo maamuzi mbalimbali ya kudhibiti mambo yanayoendelea ulimwengu wa mwili yanafanyika. Anga lako, ulimwengu wa roho, ndio mahali ambapo maamuzi mbalimbali yanafanyika ya kudhibiti ulimwengu wa mwili. Yani mambo ya ulimwengu wa mwili hapa. Sijui unahitaji kujenga, unahitaji gari, unahitaji watoto shule, sijui biashara, sijui maono, sijui kitu gani, chukusanya vyote, safari ya maisha yote ulionayo kwa jinsi ya mwili. Haleluya. Kumekucha, unaenda kazini na mambo yake, maono, mipango, vitu mbalimbali. Sasa maamuzi yake lazima yawe yanafanyika kwenye anga lako, ulimwengu wa roho. Amen. Jamani, amina. Kitabu cha Danieli kinatuonyesha kitu. Kitabu cha Danieli, naomba nimsome hapa. Danieli, fungua tu haraka, naenda hapa kwa sababu tuna session hapa. Danieli sura ya 10. Danieli sura ya 10. Danieli sura ya 10. Anga langu anasema hivi, mstari wa 11. Danieli sura ya 10 mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Sawa jamani? Sawa. Sawa wote? Jamani kanisa, sawa? Sawa watakatifu? Niko kwenye anga. Anasema hivi mstari wa 11. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalume, hapa anazungumza anayetawala anga kwa jinsi ya roho. Na Danieli anaambiwa kuhusu huyu mtawala, anaambiwa na malaika. Malaika ndio anamwambia kwamba we kuna maneno hapa duniani ulikuwa unaongea, unataka yafike mbinguni, lakini ishu ilikuwa kwenye anga. Ishu ilikuwa kwenye nini? Kwenye anga, Danieli. Na abarikiwe Danieli, alikuwa ngangari, kwa sababu siku ya kwanza maombi, siku ya pili maombi, anaendelea tu, siku ya tatu maombi, siku ya 4 ngangari, siku ya 5 anaendelea, siku ya 6 anaendelea, siku ya 7 anaendelea, siku ya 8 anaendelea, siku ya 9, ya 21 Gabrieli anamtokea, anamwambia Danieli, yani mbona toka siku ya kwanza, ila penye anga hapo imebidi zipigwe. Kwa sababu ndio mahali ambapo vita za kiroho zinafanyika. Malaika anamwambia, nyinyi watu nyinyi, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalume wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalume wa Uajemi. Hawa sio wafalume wa kawaida. Nani anapingana na malaika? Anazuia Danieli asipate mpenyo. Sasa utasema, mchungaji, ili mbona hii unazungumza hii bwana mchungaji? Hii bwana mchungaji hii. Hebu angalia sasa. Angalia Luka sura ya 4 mstari wa 6. Mstari wa 6, Luka sura ya 4, na kuonyesha tu palikuwa na mjadala, ni vizuri uelewe huu alafu naenda kuomba. Luka sura ya 4 mstari ule wa 6. Huyu ni Yesu. Sasa Yesu hapa, jamani amina, jamani amina, jamani amina. Sijasema aina ya tatu la anga ni anga ambalo tunasema ni mchanganuo wa kimaeneo. Nilikwambia
nilikwambia kuna mikoa ina roho ya umaskini, biashara hazifanyiki. Nilikwambia hata serikali ikipeleka lami zinabomoka, ni kwa sababu ya roho anayetawala mahali pale, hazikai kwa sababu ya roho anayetawala mahali pale, kwa sababu ya vifungo vinavyotawala mahali pale. Sasa Yesu hapa alikuwa anataka kulichukua anga la dunia. Yesu, ili eneo la dunia nili, anataka afanye nini jamani? Anataka afanye nini? Alichukue. Tena ndio ameanza tu. Ndio tayari amebatizwa. Amina. Ndio tayari amefanya nini? Amebatizwa. Sasa anaanza kunyanyuka. Kwanza kaenda kwenye maombi, kaomba. Yesu yo, kaomba. Na alikuwa anaomba, nalichukua anga hili, nalipokonya anga hili. Mwenye anga akatokea, anayelimiliki akafanya nini? Akutana naye. Sasa unataka unitoe kwenye anga langu? Unataka unitoe? Sikiliza, yani mwenye anga anajijua kabisa amelishika. Sikiliza, hebu tusome ule mstari wa 6 sura ya 4 Luka. Soma Biblia yako, isome kwa sauti. Anasemaje? Ibilisi akafanya nini? Nitakupa wewe la kwanza nini? Enzi hii yote. La pili, na fahari yake. La tatu, kwa kuwa imo wapi? Mikononi mwangu, na humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukifanya nini mbele yangu, yote atakuwa yako. Unaona, shetani anamwambia mambo mangapi? Matatu. Na haya matatu ndio Yesu alikuwa anataka ayachukue, ayapokonye. Lakini anayeshika hilo anga anamwambia, ninayo na kujua wewe misheni yako unataka kunipokonya. Mambo matatu: enzi, fahari. Fahari, unaelewa? Fahari hiyo ni mambo yote yanayohusu baraka, yanayohusu mambo. Fahari ni mambo matukufu mazuri yanayoleta neema. Kaambia haya hapo. Tena shetani anamwambia, ninayo kwenye mikono yangu, nimelishika anga. Nimelishika anga. Unataka kuja na kujua wewe Yesu kama unataka. Kumbe Yesu naye alikuwa ngangati. Yesu alikuwa ngangati. Kaambia, wewe umeshika kwenye mikono, nitakupokonya tu. Nitakupokonya. Hii mission mpaka nitafaulu. Anga hili nitalipokonya. Mambo matatu hayo nitayapokonya: enzi, fahari na nini? Na miliki. Kakutana naye. Huyo ni Yesu. Kakutana naye, anamwambia, nimeshika kwenye anga hili mambo matatu: miliki, fahari na enzi. Ninavyo kwenye mikono yangu na ninampa ninayemtaka. Shetani ana kiburi. Kitabu cha Mathayo, ndipo Yesu akakasirika, akasema, nenda zako Shetani. Hilo ni neno la kukemea. Akasema, nenda zako Shetani, imeandikwa, anayetakiwa kuabudiwa ni Mungu peke yake, sio wewe. Imeandikwa, siwezi kupomoka kwako, siwezi kuanguka kwako ili nipate mali. Useless, nenda zako. Akamkemea. Biblia inasema malaika wakaja wakamtia nguvu Yesu. Ni kama kusema safi sana. Ni kama vile malaika wanasema safi sana, umejibu vizuri, umemkomesha anga. Sasa hilo ni anga. Sasa kuna anga la kwako kama wewe unalo. Nani amelishika? Linaendeleaje? Unalipima anga lako. Angalia hata mapito katika safari ya maisha. Angalia unavyoendelea. Angalia kiuchumi. Angalia kimaendeleo. Angalia kiufahamu. Angalia kimwenendo. Angalia kimaono. Unaendeleaje? Au unaishi tu? Unaipima. Kwa sababu maanga ukizubaa huwa yanavamiwa. Maanga ukizubaa huwa yanatekwa. Maanga ukizubaa wanakupandia vitu. Mnatoa macho. Mwombaji amina. Sasa nakuwekea msingi. Kwa mfano, tunaposema anga, jamani, Yesu mzuri. Anga, unajua upepo unaoendelea kwenye anga lako mara nyingi mapito yake unayaona katika safari ya maisha. Nini? Mapito yake. Yani mambo yanayoendelea kwenye anga lako huko rohoni, mapito yake unayaona kwenye safari ya nini? Ya maisha. Na mara nyingi hayo mambo yanakuaga hakuna anayeweza kukujibu duniani, kwa sababu yafahamika kwa jinsi ya roho, yatatuliwa kwa jinsi ya roho, yafumuliwa kwa jinsi ya roho, yaondoshwa kwa jinsi ya roho. Hakuna utagombana na watu bure, utaramu wazazi bure. Mara nyingi yani unaishangaa hiyo hali,
na wakati mwingine unataka ujichomoe, lakini utaratibu wa kuchomoka, kwa sababu haitoki kwa sindano, haitoki kwa kunywa juisi nzuri, haitoki kwa menyu nzuri, yatolewa kwa utaratibu wa rohoni. Mnanisikia watu wa Mungu? Jamani, mnanisikia? Watu wa Mungu mnanisikia? Watu wa Mungu mnanisikia? Na shetani anapofanya vita kwenye maisha yako, anafanya vita na anga lako. Hata mchawi anapokulani, anasema na anga lako, analifunga anga lako, analiteka anga lako, kwa sababu ndipo penye utendaji wa maamuzi mbalimbali ya maisha. Naomba kwa haraka nieleze hapa, alafu tukaombe kwa haraka, utulie, kuhusu mwenendo wa shetani akiwa kwenye anga la mtu. Dondoo zake zinakuwaje? Tuzione. Amina jamani, amina. Haleluya. Anga. Mama yangu hapa kaniambia, baba leo huko, kaambia vipi? Akasema yuko mwanafunzi ana akili sana, anafaulu, yani namba 1. Tuko pamoja? Ukifika tu wakati wa mtihani, miguu inakufa, kiuno kinakufa, hawezi kutembea, wanabeba. Sasa hiyo issue unaona, miguu imekufa, kiuno kimekufa, hiyo operation inafanyika kwenye anga la muhusika, wanabeba. Hoji, alikuweko mwalimu mmoja aliyeokoka, akasema jamani, ngoja tuweke mkono hapa, ngoja huyu mtoto tuweke mkono. Kaanza kukemea katika jina, yakafumuka mapepo. Kutoka pale walimleta, kiuno akitembi, miguu kanyanyuka, ni mzima, anatembea pale pale shuleni. Baada ya mwalimu mmoja kuelewa kanuni hii, kwamba hii kitu, wengine jamani, tunapozungumza hivi vitu niliwapa mfano. Debora uko wapi? Huko napenda sana kwa sababu namfahamu huyu. Kimbia mwanangu, una ushuda wewe, una ushuda huyu, kimbia. Mwaka wa mwisho form 4, mapambano. Hapa mnaomba hapa, timu za maombi hapa, katika jina la Yesu. Watembea naye huyu, tumetembea naye sana hapa, yani hivi huku tunaomba, achia anga lake, achia. Tunamtoa huko, zile roho zinainuka, tunazijibu, tunazijibu, mpaka anaenda shuleni, anapanda basi kwa imani. Kifika huko nje yamelipuka tena. Shule division 1 ya point ngapi? Ya point 8. Hiyo bila wasimamizi wa anga lake ilikuwa inakwenda, singetokea, singeonekana. Na usimame na Yesu seriously, msimu ambao ndio wenyewe sasa wa mtoto kutimiza maono. Anga hilo naenda wapi? Kuna kusoma, kuna kufaulu, hakuna. Tutaki isingepatikana hili bila makamanda wakuojiana. Nisi mnakemea mapepo? Si mnakemea. Kwani amuyasiki anavyosema? Kwani unafikiri unasema nanga kemea Elieza? Tatizo lake huyu anataka kuolewa. Hiyo ndio ugomvi wetu. Harusi yake akiacha hiyo, sisi naweza na ataolewa, atafunga ndoa, ataingia ukumbini kwa mamlaka, ataingia ukumbini, atavaa shera, atakuwa na mume mzuri katika jina la Yesu. Tunawatoa kwenye anga lake, ndio mtu anapata mpenyo. Bwana asifiwe jamani, haleluya. Ndio maana muombaji unasema na anga lako, unaweza kushangaa upande wote haufanyi kazi. Ni yenyewe yanaratibu maisha ya watu. Changamka, nasema changamka. Haleluya. Sasa nataka niulete mwenendo, alafu nikuruhusu tumalize ibada, na jioni turudi hapa kuomba. Anga wa Efeso, andiko letu zuri, wa Efeso sura ya 2 mstari wa ngapi ule? Mstari wa 1. Wewe unasema na anga lako. Mwambie jirani yako, unasema na anga lako. Lifuatilie anga lako, lifuatilie. Wewe unalilea, tunahitaji walezi wa maanga. Wewe unalilea anga lako, unalifuatilia, unalikagua. Usipuuzie yanayoendelea, usichekecheke. Waefeso anasema hivi, sura ya 2 mstari wa 1, waombaji mnaandaliwa. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata. Angalia hilo neno, tulisema kuifuata.
kuifuata kawaida ya ulimwengu, na kwa kumfuata mfalume wa uwezo wa anga. Na tunaambiwa huyu mfalume ni nani? Anamtaja vizuri, anamfafanua: roho yule ambaye atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Unaona kabisa mfalume wa anga ni roho. Hiyo roho inawaendesha wanadamu, wanaifuata. Anasema kwa kumfuata, ndio maana mlikuwa mfu, hamna matunda, kwa sababu kuna roho hapa imeshika anga. Unaifuata, inakuendesha, inakutumikisha. Ni roho. Au Biblia inasema kwa kumfuata mfalume. Kwani unafikiri mfalume wa kawaida? Ni roho, umeambiwa inakaa kwenye anga na nyemelea anga. Alafu kwa hiyo unisikilize, anasema hivi, roho hizi kwenye anga inaweza kukupandia tabia fulani ambayo sio yako. Inaweza kukupandia tabia fulani ambayo sio tabia yako. Ndio maana kuna watu hapa mnashangaa, huyu mbona hakuwa hivi? Kitu gani kimempata? Hali yake sio ya kawaida. Ni nini? Mwenendo wa hizo roho inaweza kupanda tabia chafu, na tabia zinavuviwa. Unakuta ni tabia iliyovuviwa, sio ya kawaida, ni tabia iliyovuviwa. Na utakuanzia leo acha kusoma shule. Unakuta mtu tu anaanza kutoroka shule, na anafundishwa na uongo, anafundishwa na namna ya kujificha, yanamfundisha. Si ameshika fahamu, beba madaftari, anayageuza. Mwisho sasa, kwa hiyo shule nzuri sasa, shuleni hamna, sasa twende na kwenye banki sasa, jaribisha. Anasema kwa kuifuata ina control, inashika ufahamu, inabadilisha upepo wa mtu. Yuko kwenye anga lake, inabadilisha upepo wa mtu, baraka za mtu, mwelekeo wa mtu. Haya wewe sasa, madawa ya kulevya, anza kuvuta, naanza kuchoma sindano tu. Mtu alikuwa anaanza kujichoma sindano, nywi jamani, anaanza anatumikishwa, ni mateka. Na wafundisha hapa katika akili njema. Naomba mnisikilize, mimi hapa ni baba na watoto. Sawa, mnanisikia? Yani katika akili nzuri tu ya kutulia, unanisikia rafiki yangu? Katika akili nzuri ya kutulia, siwezi kumkana mke wangu. Unakwenda kwenye nyumba ndogo, inaitwa ndogo, lakini hiyo ni roho tu ya ukahaba, ni roho. Kwa hiyo kile kitendo cha kumsahau mke wangu na watoto wangu mwenyewe, ni lazima kuwe na uvuvio. Akili ya kawaida lazima itekwe. Katika akili njema hivi kabisa, unakuta mwanawe anapigiwa simu, baby njoo, linakimbia, ni mateka. Sasa ni mateka, linakuja baby, linakuja miu, linaacha watoto nyumba hilo. Na unakuta wakati mwingine kabebi kenyako kamekodi, amepanga chumba kimoja na masufuria yake ameyapanga yako hivi. Huyo baby moja linakuja na gari, ameacha nyumba nzuri, ina carpet, ina TV, nyama ziko kwenye friji. Mnanielewa? Nyumba nzuri ya geti, watoto wazuri, amebarikiwa, wa kike na wa kiume wote, na mke anamwacha anaenda. Hiyo lazima iwe anga. Kwenye anga yupo, sio hali ya kawaida. Kwenye anga lazima yupo, amekamata na mwendesha haya twende. Maisha ya watu yanakuwa nadhibitiwa na kufundisha hii kitu. Haitoke hivi. Ni vitu vinavyoratibiwa kwenye anga. Ufahamu wa kawaida huu unashikwa, inakuwa kama uvuvio na mazingaombwe. Yani mtu ajitambui, ingawa yeye kwa jinsi ya mwili anaona ni sawa tu, anaona ni kawaida, lakini sio kawaida. Kuna kitu kinaendelea hapo juu ya huyo mtu. Kuna kitu kabisa, wala haihitaji kuuliza. Inahitaji kama ombi, inahitaji mara moja kufanya mawasiliano ya jinsi ya rohoni na kuanza moto, upanga moto. Sio mjadala. Niliwaambia hata jambazi ni roho kwenye anga lake, kwa sababu kwa akili ya kawaida uwezi ukatembea usiku alafu ukajirusha kwenye nyumba ya watu hivi alafu katumbukia. Haujui kama wana marungu, haujui kama wana mapanga, haujui kama wametega kamera, haujui kama wana silaha, haujui kwamba hii nyumba ikoje, haujui humu ndani mkoje, lakini anaruka. Kitu gani kinamrusha? Anasahau maswali ya msingi ya kujiuliza, ya hatarishi. Ni kwa sababu kuna uvuvio wa roho unaendesha ile tabia. Ndio maana nasema kwa kumfuata mkuu wa anga, roho yule ni roho. Hilo jambo ni la kiroho. Kwa hapa amina. Kuvua nguo, nizungumze lugha nzito. Kuvua nguo kabisa hivi wazi, unabaki kama ulivyozaliwa. Ni rahisi. Lazima uwe na uvuvio kichwani. Unakuwa gerezani tu, unajidai unaenda guest. Kuna chumba hapa, naomba cha 50.
naomba cha 50. Ni roho ile inamuendesha huyo. Ana mke nyumbani. Naomba cha 50 linalipia. Napiga simu, dia tayari niko, njoo chukua boda boda. Nilicheka. Alafu Mungu akiamua bwana. Kuna mtu mmoja alikamata, alikuwa na mchezo. Alafu kama una mchezo huo kwenye nyumba ya Mungu, Mungu ana njia zake za kukudaka. Tena na kudaka na kuambia kwenye kona ambayo hutaamini. Huyu mwenzenu huyu mmoja, huyo ana kifungo hicho anga. Ndio kwenye maombi hawataki. Maanga anawatumikisha tena. Akachukua guest, karipia. Sasa kapiga simu. Hello baby, chukua boda boda njoo. Sasa baby huyo akachukua boda boda, kumbe ya shemasi. Sasa ajui. Sisi mejipanga nyingi tu. Baby kasa nipeleke guest fulani. Kakangwi. Baka pale. Alipofika pale nje, kampigia sasa jamaa huyo mpendwa. Anambia baby nimeshafika, njoo basi ulipie. Ile anatoka tu anakuta shemasi amemleta baby. Wewe! Kamata! Shika! Sasa hiyo guest house. Shemasi aleta baby. Shemasi akamtua moja kwa moja kwa mchungaji. Baba, nimeona maajabu leo. Nini mwanangu maajabu? Mnanisikia? Lakini ni vitu watu wanatumikishwa. Mimi nikiangalia mabaa yote yamejaa magari usiku. Watu wale wana familia. Sio kwamba wana familia wale, wana watoto, wana nini. Lakini roho ile imekaa hapa juu, imekamata. Badala ya kwenda nyumbani, anakwenda baa. Ana watoto 3, 4, 5 na anajua kabisa ni wadogo, wanahitaji kuatamiwa, wanahitaji kukagua madaftari ya tuition ya nini na nini. Mwanangu umeshindaje? Vipi leo? Ada imeendaje? Walimu nini na nini? Anabaki tu mwanamke peke yake. Amejua wamama pole, ameweka ripoti lake pale, jamani narudi saa 8 liko chakari. Ni anga lake. Anapandiwa mwenendo ambao wamama ameweka badia, jitahidi basi wewe unawahi. Siku moja mzee wangu hapa kuna kijana mmoja walikuwa naye. Kijana yule wezi wakamvamia, wakapiga nondo humu, wakabomoka ndani humo, meno yakafanyaje. Kanipigia simu saa 8, ilikuwa 7 sana. Kaambia mchungaji, niko Muhimbili, kasa nakuja sasa hivi. Kwenda pale nikakuta yule kijana amekaa kwenye mashine. Wamemweka mashine zile za kuvuta damu. Yaani ukimwangalia unaona amekufa. Sikafika pale, nikaanza mawasiliano ya roho. Sasa katika jina utaishi. Sasa kwa kumsogelea pale haitakiwi, kwa sababu kwa mbali. Sasa nimesimama kama hapa. Wameweka mashine humu zinavuta damu. Vyo. Sasa utaishi. Kwa neno la Bwana utaishi. Kwa neno la Bwana utaishi. Katika jina la Yesu utaishi. Sasa wakati niko kwenye heka ile, nikamkuta mama mmoja yuko na mafaidi, anahangaika na yeye pale emergency. Sasa wewe mama nini? Sasa mume wake alikuwa baa. Sasa wamempa chupa ya shingo. Sasa yule mwanamke ameacha watoto, anaenda kushughulika na aliyekuwa kwenye starehe zake ba. Sasa pole mama, angara huyo. Wakampa chupa ya nini? Chupa ya shingo, ili liingia vizuri sana hapa ndani. Ndio anga zilivyo. Sasa yule mama amepigiwa, mume wako yuko huko. Alikuwa baa. Timua hata viatu hajavaa. Anahudumia. Na ndio maana muelewe, na ndio maana natakiwa wanaume waliookoka wanatakiwa wawe na maombi ya fire wakati wote, kwa ajili ya kucontrol anga hizi. Kizubaa kidogo tu, sio vitu vya kawaida. Amina jamani, amina. Haleluya. Fungua anga lako, wasikanyage. Anasema Waefeso hapa, umemwona Yesu. Sasa jambo kubwa kuliko yote ambalo ninakuachia na ninafunga ibada ni hili. Lingine tutaangalia jioni. Anga linaposhikwa, cha kwanza kabisa kikubwa ni roho ya uongo kwenye anga lako. Roho ya kutapeliwa. Yaani shetani anakudanganya, anakuhamisha. Ulikuwa ni tajiri, anakuzoesha, anakuambia wewe ni maskini, wewe utakufa, wewe hautafika mbali. Unasikia mawazo hayo kutoka kwenye anga lako. Ni roho. Cha kwanza kabisa ni kudanganywa na kutapeliwa. Unatapeliwa. Hii ni haki yako, unaambiwa sio haki yako. Hii ni baraka yako, unaambiwa sio baraka yako. Wewe ni maskini tu. Anakutapeli mpaka unaingia line, mpaka maskini unakuvaa, mpaka roho ya hofu inakuvaa, mpaka roho ya mashaka inakuvaa. Yohana sura ya 8. Namaliza na hili na kipengele hiki. Dondoo, mwenendo. Anga likishikwa unatapeliwa. Kunakuwa na utapeli. Unaingizwa polini, unapotoshwa.
unadanganywa, anakuzowesha, anakuwa analeta taarifa mbalimbali. Si amelishikanga, analeta taarifa mbalimbali, taarifa mbalimbali za uongo, taarifa mbalimbali za uongo, anahamisha ufahamu wako kutoka kwenye kweli, na anakuhamisha mpaka unaamini kabisa. Mpaka unaamini, unaanza kujiita mimi ni jaa people. Mimi ni jaa people. Unasuka mpaka na rasta, anakuaminisha kabisa amelishika. Unakuta jamaa alikuwa mzuri, anaanza kusuga rasta, alikuwa anatembea vizuri, unaona anafanya hivi. We nini? Sasa mimi ni jaa Rastafarian. We urasta wetu toka tumekuwa wote. Haleluya. Maanga yanasemeshwa, unaweza kubeba kabisa mwenendo ambao sio. Ghafla tunaanza kuona limwili linawaka tamaa, ujue yo na wakatama toka chana na mimi na kufundisha mwenendo. Maanga huwa yana shetani kilichukua anga la mtu, au akianza kulipiga mchaka utapeli. Yani shetani tapeli. Mwambie jirani yako, shetani ni tapeli bara. Ndio shetani alivyo, ni tapeli bara. Na Yesu anamuelezea, watu wamuelewi. Kuna mtu mwingine unaona kabisa anajiona kama yuko sawa, na mwingine tukimkemea anaona kama unamuonea, anaona kama yani sijui unamnyanyasa. Hii nyumba mimi nateseka sana, yani na masharti, hii nyumba ina masharti. Ni zile roho yani tabia mbovu. Tusikuonye basi kapange geto lako kule uwe huru. Niliwaambia taroya hata kifungo cha umaskini. Mfano, kifungo cha umaskini kiko hivi: akikuruhusu uwe na hela, ukipata mazingira tu ya kwanza kuingiza hela, hata kama ni 200, nikutafutie kazi. Sawa? Sawa. Mzee, na kijana wangu hapa naitwa, naomba bwana, anapitia mapito magumu, naomba mpe kazi. Sawa? Sawa? Basi wewe sasa anakukabidhi hapa, asante sana. Anamuonyesha sasa, bwana, kitengo chako ni hiki. Kwa sababu kwenye anga kule kuna shida. Unashangaa tu anakuamka kwenda kazini. Lilo tu linamchelewesha. Masa nimesahau kupiga mswaki. Anarudi tena. Hivi sikunywa chai. Anarudi tena. Hivi nini? Yani mazingira mbalimbali ya kutibua, ya kuanzisha ugomvi kwenye ile ajira. Anajikuta tu anaanza kwenda saa 3 kazini, anaenda saa 3, wiki la kwanza saa 3, wiki la 4 saa 3, saa 5. Akikemewa, kuna wale tunaita maskini jeuri. Umewahi waona wale? Ukimkemea anasema basi kama ni njaa basi bwana mimi naacha kazi. Ni maskini jeuri, hana hela, lakini ni ile roho. Nani anataka njaa kwa akili nzuri? Nani anataka njaa kwa akili nzuri? Ukiona mtu tu analeta umaskini, anajibu kiburi kwenye mambo ya ajira, ujue hiyo ni roho inamuendesha. Ni maskini jeuri, ni roho hajijui, kwa sababu roho hizo hazitaki kabisa uwege unaongeza hera. Kwa hiyo unakuta ananijia sasa, na mchungaji, yule mtu wako amenishinda kabisa. Anafanyaje? Amenishinda tu, atuendani. Basi anarudi. Sasa tunakutana tena hapa, vipi kazi? Nimeacha mchungaji, kwa kweli yani siji kwa nini, naona kama na roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa kivipi? Shughulikia anga lako, nyenyekea kwenye baraka yoyote inayokuletea kitu fulani. Unakula na watoto, unalipa ada, unafanya nini? Tuliza akili, acha kiburi. Amina jamani, amina. Unaendeshwa ni vifungo. Sasa ukiwa mtu wa maombi pia, mara kwa mara unasaidia sana kukontrol anga lako, na kuzuia uharibifu, na kuzuia hila za shetani, na kuzuia kazi za shetani, na kuzuia uonevu wa shetani, na kuzuia utapeli wake. Sasa Yohana anasema hivi, sura ya 8, nimalize hapa, nakupa msingi huu uchukue na ubarikiwe. Yohana sura ya 8. Amina jamani, amina. Yohana sura ya ngapi? Ya 8. Unaiona mstari wa 44? Unauona? Soma mwenyewe kwa sauti. Anasemaje? Anasema, ninyi, kwa sauti kila mwenye Biblia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazozitenda. Yeye alikuwa muuaji. Unamwona huyu akishika anga ni muuaji. Yesu anamfafanua dondoo zake, analeta hali za mauti tu. Kwenye uchumi mauti, kwenye ndoa mauti, kwenye afya mauti, kwenye mtiririko wa maisha mauti. Yani vurugu mechi tu, ndio alivyo. Yesu anamfafanua hapa. Yesu anaifunua hii roho, anaiweka wazi. Anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Kwa hiyo unaweza kaona baba wa uongo akishika anga lako, utapeli wake, anakuingiza kwenye vitu ambavyo amina jamani, amina. Unatapeliwa. Sasa kudanganya tu. Angalia, mke wako amebadilika. Mbona ona mezeka.
amezeka. Anaanza kutapeli. Ukimwangalia sasa, amezeka. Anasema naanga, amezeka, mke wako amezeka. Umekaona kale kasichana, umeona sasa, amezeka. Hiyo sauti ukiiendeleza, amezeka, na wewe unakubali tu amezeka. Inatakiwa ujibu, useme ni mzuri sana, amebarikiwa sana, ananifaa sana, ndiye Bwana aliyenipa. Utashangaa ile roho imefanya vupu. Na yule amezeka. Sema naanga, usiruhusu. Na wafundisha hiyo. Ni baba, anaitwa baba wa uongo. Father, akishika anga na kutapeli. Zile zilizokuwa baraka zako anakuzoesha mpaka unakubali kwamba sio za kwako. Mpaka unakubali kwamba mimi ni maskini na ndio maisha yetu. Kwa sababu Yesu anasema huyu ni baba wa uongo, ndio huyu. Kama mpo hapa waongo, muangalie baba yenu hapa. Nafikiri uongo ni sifa. Anasema huyu ni baba wa uongo, na asema hapo uongo. Alafu anasema yani yeye kweli haimo ndani yake. Yesu anamfafanua. Kwa hiyo wengi wanatapeliwa. Nilikwambia hapa kwa mfano, unakuta mwanamke anamuuliza mume wake, sasa baba, kwani unachelewa kurudi? Ni vizuri wewe unawahi kwa ajili ya kukaa na watoto. Dia, wewe unawahi. Majibu yake sasa unaona, kwani kuna nini ambacho mmepungukiwa? Kuna nini ambacho hampati humu ndani? Sio issue ambayo hatupati, issue ya kukaa na watoto uwe unawahi kurudi. Kwani ada silipi? Sio ada. Yani unakuta majibu ni vice versa. Ukiona hiyo ujue anga hilo limevamiwa, huyo sio mzima. Ndio maana ufahamu auelewi pointi za maana. Wewe mtu gani uwezi kuelewa point? Unaambiwa tazama watoto, unasema uwezi kujibu. Sio mzima huyo. Watu anaendeshwa baba wa uongo. Na kuna mama mmoja alikutana na hii kwenye anga lake, anaitwa Hawa, Eva mnamuita sijui. Akasema nyoka alifanya nini? Nyoka ndiye anasema kwa mara ya kwanza katika Biblia neno kudanganya linatajwa. Alinidanganya. Anakiri. Na unadanganywa kwa ajili ya nini? Ya kubadilishwa taarifa. Mimi ndio maana napinga kabisa, napinga. Mimi kwenye anga langu nimekataa. Nimekataa kila taarifa ambayo haitokani na ahadi za Bwana na koma nayo. Hamna muda wa yani ni kukataa kabisa na kulilinda anga lako lishikaliwe na roho ya aina yoyote na vizuizi vya aina yoyote na hila za aina yoyote. Unalilea anga lako, unalipalilia anga lako. Timotheo anasema roho zidanganyazo, anasema watu watasikiliza roho zidanganyazo. Hiyo roho inaongea wapi? Kwenye anga lako. Bwana Yesu asifiwe. Unaona uzito kwa jinsi ya mwili, angalia kinachoendea kwenye anga lako. Unaona uzito kwa jinsi ya mwili, unaona ugumu kwa jinsi ya mwili, unaona kudumaa kwa jinsi ya mwili, unaona maendeleo yanasumbua kwa jinsi ya mwili. Tulia. Amen jamani, amina, haleluya. Na mara nyingi anga la mtu likiwa linaratibiwa, yeye anaona ni kawaida. Yani hashtuki kwamba hii hali sio ya kawaida. Wengine wanaweza wakawa wanashangaa huyu mtu, lakini yeye muhusika wala anaona ni kawaida kabisa, hakuna tatizo. Hasa Tanzania tuna lazima tuvunje roho ya umaskini. Ni roho tuivunje. Ndio maana hapa anga la Tanzania hili na mwaka huu kwenye maombi haya tutaombea sana nchi yetu. Mwaka huu kuna kitu kinaendelea sio cha kawaida ulimwengu wa roho. Tutaombea sana na kuitunza. Mungu aitunze, ailee, ikae vizuri. Hila zote zinazotaka kuingia tutazivunja. Hapa mnatengenezewa uwanja wa kimataifa. Sema uwanja wa kimataifa mzuri. Nyosha mkono. Uwanja wa kimataifa kama wa Ulaya. Siku ya kwanza tu kuingia, wanaenda bafuni kule kujisaidia, wanang'oa koki. Unaona anga ambao watu kwenye kifungo cha umaskini. Yani vitu vizuri, ile roho uwanja umezinduliwa tu wa kuandika kwenye kuta masera wa Magomeni. Sasa unaandika kwenye kuta uwanja wa kimataifa. Jamani, ndio tumeupata. Serikali imehangaika, imetujengea uwanja wa heshima, na si tuanze kujidai. Unakuta wamechora masera wa Magomeni, unaenda bafuni kule wameng'oa koki, mara timu imefungwa wanang'oa viti kwa hasira. Hiyo ni roho, haipendi vitu vizuri. Mnanisikia? Haipendi vitu vizuri. Na mtu mwenye kifungo cha umaskini, bwana, wewe mpe hata nyumba ina tiles ina nini, mpe wiki alafu kamtembelee. Kwa sababu mateka. Wewe hata shule ya sekondari jenga vizuri, weka tiles, taa za kisasa zinawaka. One week nenda vyumbani kaangalie madarasa. Bwana tusaidie. Na lazima ufike mahali kujua
hii kitu nayotembea nayo ni ya kawaida au sio ya kawaida. Lazima ufike mahali kujua hii kitu nayoendelea kwenye maisha yangu ni ya hali ya kawaida, sio ya kawaida. Hii kitu nayoendelea ndani ya nyumba yangu ni nini, na ujue cha kufanya kwa kanuni hizi. Sijui unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Mungu? Mshangilie Bwana kwa makofi. Mshangilie Bwana kwa makofi. Kuna mambo utayaona kwa jinsi ya mwili, usiwe mwepesi kukimbia kimbia. Ujue kabisa hii kuna kitu ulimwengu wa roho kinatafuta. Anga, uongo. Na mimi kama mtumishi wa Bwana najua. Hata napoongea na watu, najua huyu naongea naye katika hali ya kawaida au naongea naye katika uvuvio wa anga lake. I know. Yaani unakuta varangati linaanza halina kichwa, miguu wala nini. Ndio maana inatakiwa utulivu sana unapopata issue zinazotaka kuumiza roho yako. Inatakiwa utulie, ujue hii kitu nataka kukomaa nayo ni nini. Usianzishe tu varangati usilolijua. Amina. Amina. Lakini mjue anga linaweza likavurugika. Kwa inahitaji utulivu na kufundisha. Hata unapopata taarifa nzito za kukuchanganya kimaisha, tulia. Usiruhusu hasira, usiruhusu kupaniki, usiruhusu unaanza kuvuavua nguo kama kichaa. Tulia. Na ukitulia utakontrol anga hilo vizuri, na utapata mzizi, na utaudhibiti, na uponyaji utatokea. Kwa sababu Biblia inasema wakati mwingine hasira ni hasara. Kwani wanao unafikiri hawapendi, wanaanza tu kubishana. Unasemaje? Unanichezea mimi? Unasemaje? Mimi? Jiwe. Chini. Inamedondoka chini. Defender hilo. Muri. Kamata. Ndani. Sasa kiwa ndani ndio akili sasa zinarudi. Hivi nimefanyaje? Ukiwauliza walio kule ndani magereza, wana majuto kufuatana na. Kwa sababu vingi ni vifungo vya anga na uvuvio tu. Wanafanya vitu katika maisha ambavyo vinaleta madhara. Kama mpendwa mmoja anabishana mke wake alikote, wanabishana. Unasemaje dia? Wakavutana. Sebuleni watoto wako hapa. Unanizarau. Kisu kachukua mwanaume. Unanitania. Ya shingo. Mama chini. Toka siku hiyo hajaonekana tena. Hajui mke wake walizikaje, watoto wakoje. Hilo inamuendesha. Anawaza, anatamani aje kwa watoto wangu wanaendeleaje, hawezi. Anatamani, ni kitu ambacho kinazunguka kwenye anga la mtu. Kwa hiyo ndio maana tunasema wokovu ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya watu. Wokovu ni kitu cha muhimu sana. Kumwamini Yesu Bwana na Mwokozi ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu unaratibu yanayoendelea. Shetani hawezi kukuchezea, hawezi kukuonea. Unapangua tu. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna vitu hautapata mpenyo bila utaratibu wa kiroho. Sijui nimeeleweka. Ninakuweka wakfu kwa ajili ya ushindi kwenye maombi haya. Ninakuweka wakfu kwa ajili ya kupata mpenyo kwenye maombi haya. Ninakuweka wakfu kwa ajili ya Bwana kukushangaza kwenye maombi haya. Ninakuweka wakfu kwa ajili ya Bwana kusema na anga lako kwenye maombi haya. Naomba tusimame. Mungu akubariki. Nyosha mkono wako juu. Unyosha tu, tumemaliza ibada, na uwe na amani. Na jioni tunarudi tena kwa ajili ya kuhitimisha. Mimina moyo wako, rudi tu kwa ushindi. Rudi jioni hapa kwa nguvu nyingi kabisa za Mungu. Nyosha mkono wako juu kwa Bwana. Unyoshe mtu wa Mungu. Na mwingine weka kwenye kifua chako. Haleluya. Hebu sema nami, sema: Bwana Yesu, ni maisha yangu nayajua. Kwa sauti nyosha tu. Ni maisha yangu nayajua. Yesu. Siku zilizo mbele yangu nazijua. Mtiririko wa maisha yangu nayajua. Ninakuamini Roho Mtakatifu kwa habari ya anga langu, ulimwengu wa roho. Najua Bwana, ninajua Bwana, halitaharibika, halitakuwa jangwa anga langu, halitageuzwa kuwa huzuni, katika jina la Yesu. Unanisaidia Bwana, hata katika yale ambayo akili
haziwezi, zimefika mwisho. Na uona msaada wako, na iona hekima yako, na iona huruma yako, na iona huruma yako, na iona huruma yako, na iona huruma yako, na uona msaada wako. Yesu, sasa tena sema na uona msaada wako, na msaada wako. Piga kelele, kuna mambo Yesu nimeshindwa kuyabeba, kuna mambo nimeshindwa kuyajibu. Na uona msaada wako, unanisaidia, 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 unanisaidia. Unanisaidia. Omba pamoja na mimi, unanisaidia. Hili hapa siliwezi, lakini unanisaidia. Hili hapa sina majibu, lakini unanisaidia. Nasema naangalau, nasema naangalau. Hili jaribu siliwezi, kweli kabisa siliwezi, kwa akili zangu sina utaalamu nalo, lakini unanisaidia. Nasema naangalau, nasema naangalau, nasema naangalau, nasema naangalau, nasema naangalau. Hakuna anayeweza kunijibu, lakini Bwana unayo majibu, Bwana unayo majibu, unanisaidia. Anakusaidia Yesu. Unaona sasa anakusaidia. Nyosha mkono mama, anakusaidia. Ndio uzuri wa maombi, anakusaidia. Anakusaidia. Madaktari hawajajibu, wazazi hawajajibu, utaratibu wa kibinadamu hauna majibu, lakini Bwana anakusaidia. Anakusaidia wewe usilie, anakusaidia. Hayo machozi anakusaidia. Anakusaidia, anakusaidia. Piga kelele, sema kwa sauti, Bwana na uona msaada wako, na uona msaada wako unashuka kwenye anga langu. Na uona msaada wako, na uona msaada wako, na iona hekima yako, na isikia sauti yako, na sikia sauti yako. Karamashaka, karabashaka. Anaona msaada wako kwa habari ya ule ugonjwa, kwa habari ya ule ugonjwa, kwa habari ya ile roho, kwa habari ya ile roho. Na uona msaada wako, inapasuka hilo, inapasuka hilo, inapasuka hilo, inapasuka hilo. Roho ya umaskini inapasuka. Wewe unayepanda kansa, wewe roho ya mauti, unatafuta nini kwenye anga lake? Na kuuliza, unasikia? Unatafuta nini kwenye anga lake? Na kukamata, na kukamata, na kimia shazi. Ulete hapa mbele. Unatafuta nini kwenye anga lake? Endelea kuomba. Unatafuta nini kwenye anga lake? Unatafuta nini kwenye nyumba yake? Wewe roho wa kuzimu, wewe roho ya mauti, na kuoji. Ayaachia. Mata! Mata! Aya, pasuka! 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 Pasuka madhabahu! Na kupasua! Ayaachia! Achia roho yake! Achia roho yake! Haya mama, nini hapa? Anafanyaje? Jamani, endelea kuomba. Anafanyaje?
hivyo mwelewi. Sema na anga lako, sema nalo, sema nalo. Endelea kulibariki, endelea kulibariki, endelea kulibariki, endelea kulitakia mema, endelea kumshangilia Bwana, endelea likastawi anga lako. Yesu ni Bwana. Wewe nani amepanda hiyo roho? Haya, piga magoti. Nani amepanda? Nani amepanda? Nani amepanda? Toka, achia ufahamu, achia ufahamu, achia ufahamu, achia ufahamu, achia ufahamu, achia ufahamu. Tangu sasa baraka ziwe na wewe. Tangu sasa, tak 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 tak. Ah! Barabashayata. Barabashayara. Wewe haya, tembea mwenyewe sasa. Tembea mwenyewe. Tembea mwenyewe, anga lina uzima. Tembea mwenyewe. Haya, tembea. Haya, tembea. Tembea. Anga lina uzima hivi. Anga lina uzima. Tembea, sema asante Yesu. Sema asante Yesu, anga lina uzima. Endelea kuomba. Nyosha mkono wako juu. Sema Bwana, 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 nikagulie anga langu. Naomba piga kelele, sema Bwana, nikagulie anga langu. Nikagulie anga langu. Lijae amani, lijae baraka, lijae uzima, lijae ushindi, lijae ushindi. Piga kelele, nikagulie anga langu. Nitakase Bwana, nitakase Bwana. Piga kelele wewe, piga kelele wewe. Anga langu lina baraka. Hebu litabiri anga lako, lisemeshe, lisemeshe, lisemeshe tena, lisemeshe. Anga langu lina baraka, anga langu lina uzima, anga langu. Twende tutembee mwana, tembea na mimi, tembea na mimi. Anga langu litaharibika, anga langu litaharibika. Tembea na mimi, tembea na mimi, tembea na mimi. Anga langu litaharibika, anga langu litaharibika. Roho ya kustawi inakuja, roho ya baraka inakuja katika jina la Yesu. Hebu omba kwa dakika chache hizi. Barabara barabara. Barabara barabara barabara. Barabara barabara barabara. Hebu ninaomba wakati tunaomba, kila mtu na familia yake mshikane mikono. Kila mtu shikana mikono. Kama uko ana familia hapa, shikana mikono. Shikana mikono, tafuteni. Una mama, kimbia kimbia. Tafuta mke wako alipo. Tafuta familia. Karabada bada bada. Fanya haraka, fanya haraka. Fanya haraka, tunamaliza ibada. Tunamaliza ibada. Tunamaliza ibada. Tunamaliza ibada. Hapo hapo ulipo, tafuta familia. Karabada bada bada. Mataramana mona bada. Matarabada bada bada. Matarabaya moda saya. Matarabayo kantana manara. Rai karabora rasia. Vanta barababa. Bwana ni moto. Ni moto ulao. Ni moto ulao. Angalia sasa Yesu. Familia zinashikana mikono. Familia zinashikana mikono. Kwenye hiyo familia baraka zinatokea. Kwenye hiyo familia taarifa njema zinatokea. Kwenye hiyo familia ushindi unatokea. Kwenye hiyo familia maono makubwa yanatimia. Tunaikataa roho ya mauti. 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 Tunaikataa roho ya umasikini. Tunaikataa roho ya umasikini. Toka. 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 Maagano mbalimbali. Maagano mbalimbali. Tunayavunja. Tunayavunja. Roho ya kustawi. Roho ya kustawi. Tunaita. 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 Ndani ya familia. Ndani ya familia. Ndani ya familia. Ndani ya familia. Amani ya ajabu. Amani ya ajabu. Tunaita. Tunaita. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana. Tunaita. 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 Moto. Moto. Unateketeza. 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 Kila ila. Kila ila. Toka. 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 Familia
utakuwa na kwa jina la Yesu, utakuwa na kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunavunja, 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 tunapamoa, 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 tunavunja, 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 tunavunja kwenye familia, tunavunja kwenye familia, tunavunja kwenye familia, tunavunja, 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 tunavunja kwenye anga la familia, tunavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.